إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر. Akhrajahu. Ndugu katika iman, baada ya kumuhimidi Allah jalla jalaluhu na kumwombea ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna hada imezoeleka mno kiasi ambacho unapata maswali ya kujiuliza, imekuwaje jamii kubwa ya Waislamu, tukizungumzia maeneo haya ambayo tunaishi, unapofikia mwezi wa Safar ambao leo tuko siku ya 3 ndani ya mwezi wa Safar, basi Waislamu katika maeneo mengi, huenda ikawa katika mustawa wa dunia, kipindi hiki cha mwezi wa Safar, la yabi'un wala yabta'un wala yankihun wala yunkahun, hawauzi wala hawanunui, hawaoi wala hawaozeshi, kwa kuitikadi kwamba jambo lolote ambalo linaanzishwa ndani ya mwezi wa Safar, jambo hilo litakuwa lina nuksi. Huu mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu, mwezi wa mfungo 5 kama ambavyo tunavyoita sisi Waswahili, huu mwezi imekuwa itikadi ya kurithishana mababu na mababu kwamba mwezi huu hautakiwi kufanya jambo lolote la kheri kwa sababu mwezi huu una nuksi. Ayuha almu'minun, laqad abtala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadhihi al-aqida. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, katika mlango wa kulea itikadi iliyokuwa sahihi na kuondosha itikadi zote zilizokuwa batili, ameulea ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuondosha mitazamo hiyo, pale aliposema alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja ndani ya sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim kutokana na masimulizi ya Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake,
amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Hakuna itikadi ya adwa. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi hii amelea nyoyo za waumini zibakie zinamtegemea Allah peke yake na kutokuegemeza jambo lolote katika asbabu zozote kinyume na kadari ya Allah tabaraka wa taala. Yani hiyo sababu iwe ni sababu badala ya kuitikadi kwamba Allah jalla jalaluhu yeye ndio ambaye amepanga hilo jambo na yeye ndio ambaye amelihukumu hilo jambo liwepo. Angalia, sisi tunajua kwamba ukikaa na mtu mwenye mafua makali na katokea kukupa mkono mtu ule mwenye mafua makali, yani kuna mtu ukimuona akiwa na hali kama hiyo unamkwepa, hata kupeana naye mkono unaogopa, kwa sababu tunayakini katika hali ya kawaida mtu mwenye hali kama ile anaweza akakuambukiza. Na tunakwepa watu wote ambao tunaona wana athari fulani za kimaradhi. Ukishamuona mtu fulani yuko na maradhi fulani, basi unamkimbia, unamkwepa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anarekebisha mtazamo huu kwa kubainisha kilichokuwa sawa pamoja na kuweka tahadhari. Anasema alayhi salatu wassalam, la adwa, hakuna itikadi ya adwa. Kuitikadi kwamba maradhi yenyewe katika tabia yake, maumbile yake, katika asili yake yenyewe kwa yenyewe yana uwezo wa kuhama kutoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la adwa, maradhi yenyewe kwa yenyewe hayawezi yakatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ila kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala. Naam, yawezekana akawa mtu mwenye HIV, mwanamme au mwanamke, na mwenza wake ambao analala kitanda kimoja akawa hana maradhi yale. Lau kama yangekuwa maradhi haya yanaambukiza yenyewe kwa maumbile yake, hawa watu wawili kimezuia nini kuambukizana? Huyu kapimwa kaonekana kabisa positive na huyu kapimwa kaonekana negative, na ni mtu na mke wake wanalala kitanda kimoja. Naam, pamoja na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametwambia firra min almajdhum firaruka min alasad, mkwepe mtu ambaye ana maradhi ya kuambukiza kama unavyomkwepa simba. Naam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kutokana na maradhi, lakini akatengeneza itikadi kwamba yale maradhi hayahami yenyewe, yanahamishwa na kadari ya Allah tabaraka wa taala. Pamoja na kwamba mtaona kwamba fulani amekana fulani, huyu fulani ana maradhi fulani na huyu akapata maradhi yale, itikadini kwamba Allah ndio amekadiria maradhi yao kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Na naomba muipime sayansi kwa Qur'ani na Sunna, msizipime Qur'ani na Sunna kwa sayansi. Inatakiwa mitazamo ya kisayansi ibadilike kwamba kadari ya Allah ndio inaongoza kwenye kuhamisha maradhi haya, na pale alipokadiria Allah ndio maradhi yanahama kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Mtume akauliza, faman a'da al-awwal, ikiwa kama maradhi yenyewe kwa yenyewe yanaambukiza yenyewe, yule mgonjwa wa kwanza kaambukizwa na nani? Siku ya kwanza ile maradhi yameanza, yule mgonjwa wa kwanza aliambukizwa na nani? Hakusema haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa katika janibi ya kulinda itikadi. Maelezo yoyote ya kitabibu yatakayokuja yachunge msingi huu ambao ameweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ya kadari ya Allah maradhi hayawezi yakaathiri yenyewe kwa yenyewe, na maradhi ni musakhara, abdan musakharan, ni mja katika waja wa Allah aliyeelekezwa, aliyetumikishwa. Nenda sehemu fulani, usiende sehemu fulani, kaangamize sehemu fulani, usiangamize sehemu fulani. Jambo la pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafambia wala khiyara, akabatilisha mtazamo wa baadhi ya watu ambao wao wanaona kutokana na kuambatana
au kutokana na kukutana mdudu fulani, ndege fulani. Yawezekana ukaenda barabarani ukapatwa na ajali, na ukileta kumbukumbu, ni kweli mimi nilipotoka pale nyumbani nilikutana na ndege fulani, yule ndege anasemwa ukikutana naye utapata matatizo, na mimi unaona sasa nimepata ajali. Kuna watu wana itikadi kuna mdudu ambaye ukimkanyaga wewe unapotea njia, hata kama itakuwa unaijua njia. Hizi ni itikadi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuziondosha katika vichwa vya Waislamu, kwamba lolote ambalo litatokea mwanzo wake ni makadirio ya Allah tabaraka wa taala, na hizo sababu ambazo zitatajwa kama zitakuwa ni sababu zilizothibiti itakuwa ni katika mlango wa asbab, lakini sio kuwa kitu kimejitenda chenyewe. Kwa hiyo akaondosha mtazamo wa kwamba usiitikadi mikosi kutokana na kumuona ndege fulani. Katika kipengele cha 3 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wala hama manake ni bundi. Ondosheni mtazamo wa kuwa bundi akisikika sauti yake maana yake kutakuwa kuna mauti eneo lile, patakuwa na mgonjwa atakufa kwa sababu bundi yule analia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasafisha mitazamo hiyo na kuacha asili ya mdudu bundi vile alivyoumbwa. Yale ndiyo maumbile yake, na ile sauti ndiyo sauti aliyoumbiwa nayo, na makazi yake ima katika miti au katika mapaa ya nyumba. Hana sehemu nyingine ya kukaa. Lau kama ungemkuta bundi chumbani kwako ungekuwa, lakini bundi kukaa kwenye mapaa ya nyumba ndio sehemu yake. Bundi kukaa katika miti ndio sehemu yake, hana sehemu nyingine, na ile sauti ambayo anaita ndio sauti yake aliyoumbiwa. Lakini ule mtazamo wa kwamba tuna mgonjwa nyumbani, leo usiku tumesikia sana sauti ya bundi, mgonjwa huyu atobozi, hizo ni itikadi ambazo haziridhii Allah tabaraka wa taala. Kipengele cha 4 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wala safar, hakuna itikadi ya mwezi wa safari. Mwezi wa safar ni maana yake ni mwezi unaofuata baada ya mwezi wa Muharram. Mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa Muharram, alafu unaofuata ni mwezi wa Safar ambao tupo nao hivi sasa, ni mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu, lakini ni mwezi wa mfungo 5 kama ambavyo tunaita Waswahili. Ikhwani, hizi itikadi tokea tunazaliwa tunazikuta hizi itikadi. Mtu amepokea posa ya mtu kisha akapokea na mahari, alafu anamwambia sitakuozesha mwezi huu, wacha mwezi wa Safari upite. Ukishapita mwezi wa Safari, ukija mwezi wa Rabiul Awwal, njoo tutakuozesha. Akakusanya baina munkari mbili. Munkari wa kwanza ni munkari wa kiitikadi, lakini munkari wa pili kukaa na mali ya watu pamoja na binti yako. Chagua moja ya vitu viwili, ima ubakie na binti yako, mali ya watu iache. Ama kama unaitaka mali ya watu umechukua kama mahari, muachie binti, kwa sababu hiyo mali uliyokuwa nayo ni iwad, badala ya yule binti ambaye uko naye unamtoa. Sheria imetaka atoe kitu fulani cha kuonyesha kwamba amewafiki, ameshiriki katika kumiliki yule binti, lakini tunabakia na mali za watu pamoja na mabinti zetu kwa sababu ya itikadi hizi mbovu za kusema kwamba hatutafanya jambo hilo la ndoa, hatutauzesha ndoa hiyo katika mwezi wa Safar. Sasa swali, ndoa zote ambazo zimeharibika sababu yake kwamba ziliozeshwa ndani ya mwezi wa Safar? Na je, watu wote ambao wapo katika ndoa zao kwa amani mpaka wanafikia uzeeni, hawa waliozeshana nje ya mwezi wa Safar? Jawabu lake, hii ni mitazamo tu ambayo maal asaf mitazamo hii ilikuwepo tokea zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alayhi salatu wassalam akabatilisha mitazamo hiyo, lakini maal asaf mpaka leo watu bado wapo na mitazamo kama hiyo. Ikhwani, la safar, hakuna itikadi ya ubatili kutokana na mwezi wa Safar.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في لطائف المعارف: وأما تخصيص الشؤم، أما kuhusisha mikosi bizamanin duna zamani, katika wakati fulani dhidi ya wakati mwingine, kashahari safarin au ghairihi, kama vile kuhusisha mkosi katika mwezi wa Safar, mfungo tano mwezi wa pili kwa kalenda ya Kiislamu, fa ghairu sahihun, huu mtazamo sio sahihi. Wa innama zamanu kulluhu khalqu llahi ta'ala, anasema rahimahullah, kwani hakika nyakati zote ni viumbe vya Allah tabaraka wa taala, na mwenyewe aliyeumba zama hizo hakusema kwamba zama fulani katika zama nilizoziumba zitakuwa na mikosi au nuksi. Qala rahimahullah: fafihi taqa'u af'alu bani adam, katika nyakati hizo hutuka matendo ya wanadamu, matendo yao wanayaweka katika hizo nyakati ambazo ameziumba Allah. fakullu zamani shaghalahu almu'minu bitaati llahi fahuwa zamanun mubarakun alayh, kila kipindi, kila wakati ambao muumini ameutumia wakati ule katika mambo ya kheri, katika taa ya Allah, basi wakati huo utakuwa ni wakati wa baraka juu yake. wa kullu zamani shaghalahu alabdu bimaasiyati llahi fahuwa mas'umun alayh, na kila wakati ambao mja ameushughulisha katika kumasi Allah, basi muda huo utakuwa una nuksi, una mkosi kwake yeye. fashu'mu fil haqiqa huwa maasiyatu llahi ta'ala, mikosi katika uhalisia wake ni yale maasi ambayo wapo nayo waja. Maasi yao wanaomwasi Allah yanatengeneza mikosi. Naacha kidogo maneno haya ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, katika moja ya vitu ambavyo amevitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mikosi, anasema ashumu fi thalatha, nuksi zipo kwenye vitu vitatu: almar'atu walmanzilu walmarkabu. Vitu vitatu, kama una itikadi ya nuksi, basi huenda ikawepo nuksi kwenye vitu vingapi? Vitatu. Kitu cha kwanza almar'a, mwanamke, na kitu cha pili almarkab, kipando, na kitu cha tatu almanzil, makazi, nyumba. Sasa wamefasiri ahlul ilmi hadithi hii katika maana nyingi tofauti. Miongoni mwa maana hizo kwamba huyu mwanamke atakuwa ana mikosi. Sababu ya mikosi ni yale matendo ambayo anatenda. Ana su'ul ushra ma'a zawjiha, ana muamala mbaya, ana kafawatul qalb, moyo wake ni mgumu kwa mume wake, anafanya matendo mabaya. Mfano, mwanamke ameitwa na mume wake kitandani, akakataa kujibu wito ule. Katika riwaya anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: bata alladhi fi samai ghadbanun alaiha hata yusbiha, katika riwaya hata yarda, aliyopo mbinguni anapitisha ule usiku akiwa na ghadhabu kwa mwanamke yule mpaka asubuhi, katika riwaya mpaka mume wake atakaporudia. Hivi nategemea baada ya ghadhabu hizi za usiku mzima kwa mwanamke yule atakuwa na baraka huyo mwanamke? Huyu tayari na ghadhabu za Allah na mikosi huyu. Na hii mikosi imetokana na nini? Ni yale matendo anayoyafanya. tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, anasema hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakina mama, mnakithirisha matendo ya laana. Hizi laana zikiwafikieni, matokeo yake unaonekana mwanamke una mikosi. Kwa chimbuko la mikosi hii ni yale matendo mabaya unayoyatenda. Hata wewe mwanamume, kwa matendo mabaya unayoyatenda unatengeneza mikosi. Utalalamika kwamba biashara zinayumba. Wewe unaishi na mwanamke ambaye analala na ghadhabu za Allah, biashara zitanyoka vipi?
Kwa hiyo utaona kwamba chimbuko la laana kwa upande wa mwanamke inatokana na matendo anayoyatenda. Sinfani min ahli nar, watu wa sampuli mbili ni katika watu wa motoni, lam arahuma. Akawataja miongoni mwa hao watu wa sampuli mbili, nisaun kasiyatu na hariyatu. Mwanamke kabalika kitambaa cha nguo kwenye mwili wake. Natumia neno kabalika, sio kavaa. Yaani kama vile ambavyo karatasi unabandika kwenye ukuta, kachukua kitambaa kakibandika kwenye ngozi yake, kila kitu unakiona. Hivi huyu mwanamke atakuwa na baraka ya Allah tabaraka wa taala? Hii sanii yake anayoifanya, hii ni laana ya Allah. Ameahidiwa kwamba ni mtu wa motoni hapa hapa duniani kabla hajaondoka duniani, na lau kama anakufa katika hali kama ile, moja kwa moja anastahili kwenda motoni. Sasa matendo kama haya yanasababisha mwanamke, laana kwa mwanamke ni yale matendo yake anayoyatenda. Hivi ndivyo wamefasiri baadhi ya ahlul ilm. Lakini kipando, yawezekana kipando hicho ambacho umekichukua Allah kukadiria kwako wewe kuwa na baraka nacho. Ikitokea umepata kipando ikawa ni mikosi na mitihani, achana nacho hicho kipando. Lakini kama nyumba, baadhi ya ahlul ilm wanasema maana nuksi kwenye nyumba ni ile nyumba kuwa kwake sio nyumba yenye wakaa, nyumba yenye hiki yenye kubana. Lakini baadhi ya nyumba unakwenda kuhamia wewe, walioondoka walikuwa wanafuga majini humo, wameacha mikosi yao, malana yao ambayo walikuwa nayo kabla yao hujahamia. Unakwenda kuhamia unakutana hayo malana. Ndio maana watu wengi wanapenda zile nyumba mpya, yeye awe wa kwanza kwenda kuishi, ili akiingia yeye awe yeye ndio mtu wa kwanza kufungua, kwa kukwepa yale madudedude ambayo atakuta kwenye ile nyumba ambayo yalitanguliwa kuwekwa. Kuna baadhi ya nyumba hazikaliki. Utaikuta nyumba ipo mjini kabisa Kariakoo, miaka nenda miaka rudi, ile nyumba limekaa vile vile. Unauliza hii nyumba ina nini? Unasema hii haikaliki hiyo. Naenda kajaribu kakodi, ingia alafu uone kama utamaliza hata siku 5. Lakini je, ile nyumba ina nini? Pamewekwa nini mule ndani? Watu wameweka madude yao. Wenda aliweka yale madude yake amefariki, alafu yale madude yamekaa mule ndani, yalikuwa na mafungamano, yamefungwa yale madude ndani ya nyumba hii. Na inawezekana kabisa wakati anaipata ile nyumba aliipata kwa masharti hayo ya hayo madude, kwamba wewe kwa kiwango ulichofikia tutakukabidhi nyumba sehemu fulani, hii nyumba itakuwa tunailinda sisi. Amekubali kwa itikadi za kishirikina, kaenda kuyaweka yale madude mule, basi kila mtu anaenda kukaa, nyumba ile ilikuwa ni mtihani. Hii nyumba ina nuksi. Anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa hiyo kama itatokea mtu amefanya maasi, fahuwa mash'umun alayhi, yale maasi ndio yanamtia nuksi. Fashu'mu fil haqiqa huwa ma'asiyatullahi ta'ala, hakika ya nuksi ni yale maasi unayoyafanya ya Allah jalla jalalu, unasababisha nuksi katika mwelekeo wako. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, idha kana ash-shu'mu fi shay'in fa fima baina al-lihiyayn, kama nuksi itakuwa kwenye kitu, basi nuksi ipo kati ya hii midomo miwili. Maana yake nakusudia ulimi. Ulimi wako na matamko unayotamka unajitia nuksi. Jaa inda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, imekuja hadithi katika sahihu al-Bukhari, hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu, alikwenda kumtembelea bedui mmoja muislamu aliyepatwa na maradhi. Abdullah ibn Mas'ud atwambia, nuksi unaitengeneza mwenyewe kwenye mdomo wako, kinywa chako. Yale matamko ambayo unatamka yale, kuna wakati watengeneza nuksi. Sasa anasema Mtume aliingia kwa bedui akiwa anaumwa, ameenda kumtembelea. Alipofika pale Mtume akamwambia, faqala lahu la ba'sa tahurun insha Allah, hakuna ubaya, utapata utahara kutokana na maradhi hayo atakapotaka Allah tabaraka wa taala. Qala al-a'rabi, yule bedui akasema kumjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulta tahuran, hivyo ananiambia mimi nipate tahara kutokana na maradhi haya nipone? Mtume akamwambia naam, ndio nakuombea dua hiyo. Akasema kalla, hapana, haiwi hivyo, bali hiya humma tafur, bali hii ni homa yenye kulipuka mwilini.
ala shaykhin kabir, tena kwa mzee mtu mzima, taziruhu alqubur, mzee ambaye anakaribia kufa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno haya akasema, fa naam, idhan, kama ndio hivyo basi iwe hivyo. Imekuja riwaya ziada ya hadithi hii katika Mu'jam al-Imam at-Tabarani, inma, anasema al-Imam at-Tabarani katika ziada, fama amsa min al-ghad illa mayitan, yule mzee hakufikia asubuhi akafa kwa sababu alijitilia nuksi kwa kinywa chake mwenyewe. Mtume anamwambia la basa tahuran, yeye anajibu nini? Tahuru, yani mimi nitapona bwana? Homa hii ambayo inafoka kwenye mwili, tena kwa mtu mzima kama mimi ambaye ninakaribia kuingia kaburini. Mtume akamwambia sawa. Haikupita masaa 24 akafa kwa sababu amejitabiria mwenyewe kufanyaje? Ikhwani, mwezi wa Safar ni kiumbe cha Allah tabaraka wa taala. Allah hakujalia lolote, kwa sababu hakuna zama zozote ambazo ni bora ila kwa maelezo ya Allah na mtume wake, na hakuna sehemu yoyote ambayo itakuwa ni bora ila kwa maelezo ya Allah na mtume wake, na kinyume chake hakuna eneo lolote ambalo lina nuksi au wakati wowote wenye nuksi ila kwa maelezo ya Allah na mtume wake. Pasipokuwa na maelezo ya Allah na mtume wake, kila kitu kipo kama kawaida. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Iogopeni siku ambayo mtu hatanufaika na mali yake wala watoto wake ila yule aliyekwenda kwa Allah jalla jalalu na moyo uliokuwa salama. Umesalimika na nini moyo huo? Minashirki, biqalbin salimin minashirki, moyo uliokuwa salama kutokana na ushirikina. Biqalbin salimin minal bid'i, moyo uliokuwa salama kutokana na bid'a. Biqalbin salimin minal khurafat, moyo uliokuwa salama kutokana na haya mambo ya kurithi kutoka kwa mababu na mitazamo ya ovyo ovyo. Kwa hiyo ili upate salama na Allah tabaraka wa taala, usafishe moyo wako na mitazamo ya ovyo ovyo. Alipokuja mtu kutaka kukosa na mkamuona ni mtu ambaye ana vigezo katika kosa ile, mkakubali kosa ile, sheria inataka muozeshe haraka. Katika mambo ambayo yatakiwa afanywe haraka, kitokea ni pamoja na kuozesha haraka. Sasa kusema tuozeshe kwa sababu mwezi wa Safari una mikosi, nani kasema mikosi hii? Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.